Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya wakati ulioamriwa ambalo nakuja kwako na mimi Pastor Miamba, lakini ni neno la wakati ambalo linaenda kumhudumia mtu wakati huu ambapo unalisikia. Mungu alikuwa akisema na mimi wakati huu, akinifundisha kwa habari ya kujibu kwa kumtia mtu nguvu. Akawa ananifundisha kwa habari ya kutiwa nguvu, ikiwa ni sehemu ya jibu ambalo Mungu analiachilia kwa watu wake. Sasa Mungu amekuwa akitufundisha mara kwa mara kwa habari ya kutiwa nguvu na tumekuwa tukiomba, lakini Mungu amenisemesha leo nitapita kwenye maandiko kuangalia jinsi ambavyo kutiwa nguvu ni sehemu ya jibu ambalo Mungu anaweza akamjibu mtu. Anaweza akasema asiseme ndio, anaweza asiseme hapana, lakini akakutia nguvu kama sehemu ya kukujibu. Kwa sababu kuna nyakati ambazo ni lazima uyatimize mapenzi ya Mungu. Kuna nyakati ambazo unaomba kitu leo lakini bado hakijatimia. Makusudi ya Mungu ni ukipate wiki ijayo. Kuanzia leo ulivyoomba mpaka wiki ijayo, Bwana huwa anajibu kwa kukutia nguvu, kwa kutia nguvu. Yamkini mtu umeomba mume, umeomba mke, lakini wakati wa Bwana kumwachilia mume wako ama mke wako mahali alipokukujilia, yamkini bado haujatimia. Lakini Bwana huwa anakuja kwa jibu la kukutia nguvu. Ni ujumbe wa wakati ulioamriwa. Sasa nataka tupite kwenye maandiko kusoma katika kitabu cha Zaburi sura 138 mstari wa 3. Biblia inasema, siku ile nilivyokuita uliniitikia, ulinifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Ulinifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Siku niliyokuita uliniitikia. Lakini Biblia inaeleza kwamba alivyoitika Mungu hakusema ndio au hapana. Aliitika na akamjibu kwa namna ya kumtia nguvu, kwa namna ya kumtia nguvu. Lakini pia tunaona Paulo analielezea kwa undani, lakini kutoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya 12 kuanzia mstari wa 9, unaona hapo Paulo anaeleza kwa habari ya kutiwa nguvu na udhihirisho wa Mungu pale ambapo anakuwa na shida. Anasema hivi katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa 2. Anasema, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Uweza wa Mungu unatimilika ndani ya mtu katika udhaifu. Anaposema uweza, anamaanisha kwamba nguvu. Kwamba nguvu ya Mungu inatimilika ndani ya mtu katika udhaifu. Kwa lugha nyingine, unapokuwa dhaifu, Mungu hunyanyua nguvu zake kama sehemu ya kukujibu. Ndio maana ya hii lugha ambayo Paulo anaiongea hapa. Anasema neema yangu yatosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Paulo ana confirm, anadhihirisha kwamba Mungu kati ya jibu analoliachiliaga haraka kwa mtu ni kumtia nguvu, ni kumtia nguvu. Kwamba kuna mazingira ambayo unapitia mateso, jambo la kwanza Mungu huwa anajibu kwa kutia nguvu. Anaachilia kwanza nguvu zake, halafu akisha kutia nguvu sasa ndipo anaanza kuyatimiliza majira na nyakati zake, kuyatimiza yote ambayo anataka kuyafanya. Na ndio maana tunaona hata katika kitabu cha Wafilipi, Paulo anawaandikia Wafilipi, anaeleza kwa habari ya nguvu za Mungu vile ambavyo zinamsaidia katika kuyatimiza mambo yote. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, Biblia inasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu.
kwamba hakuna jambo ambalo Paulo analishuhudia kwamba lilikosa. Kipindi anaandika huu haraka alikuwa yuko pale gerezani, lakini analiona gereza kama ni mahali pa kuandika nyaraka, sio mahali pabaya kivile kwamba anashindwa hata kupumua. Hapana, bali amewezeshwa kwa kutiwa nguvu, kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa ni lazima uelewe ya kwamba kutiwa nguvu ni jibu la haraka ambalo Mungu analiachilia kwa mtu ili aweze kustahimili. Kuna mambo akili ya mwanadamu hayawezi kustahimili, ni lazima Mungu aachilie nguvu ili uweze kustahimili. Tunaona hapa katika kitabu cha Luka sura 22. Luka sura ya 22, tukianza kusoma mstari wa 42 na wa 43. Luka sura 22 42 na 43, tunaona Yesu akiongea, akiomba, lakini Mungu anajibu kwa kumtia nguvu. Luka sura 22 mstari wa 43 unasema hivi, tuanzie ule 42. Anasema hivi, akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Hatuoni Mungu akisema ndio kwamba ni mapenzi yake ama si mapenzi yake, lakini Mungu alikaa kimya, badala yake akashusha malaika ajamtie nguvu. Sasa tunaona hili ndio jibu la haraka la dharura ambalo Mungu anaweza kaliachilia kwa mtu ambaye anapitia changamoto. Sasa nataka twende mbele za Bwana, tumwambie Mungu, mimi sijui unapitia changamoto gani, lakini natamani sasa umuombe Mungu akutie nguvu. Kuna mambo mengine huwa yanaonekana ni makubwa kabla ya kutiwa nguvu, lakini unapotiwa nguvu yanakuwa ni madogo sana. Na yanapokuwa madogo ndipo unapoweza kunyanyua imani yako. Kwa kabla ya kuinua imani yako lazima Bwana akutie nguvu ili uanze kuyaona yale mambo ni madogo kuliko uweza wa Bwana. Uanze kuona uwezo wa Bwana ni mkubwa kuliko yale mambo. Tayari utakumetiwa nguvu ya kuweza kustahimili. Kwa hiyo Mungu anapoachilia nguvu, huwa anaachilia nguvu. Mfano, unapitia changamoto na Mungu anataka uombe, anakutia nguvu uombe. Unapitia changamoto, Mungu anataka uamini, anakutia nguvu uamini. Unapitia changamoto, Mungu anataka kuvushe kwa sababu muda bado haujatimia, anakutia nguvu upate kustahimili. Kwa ninapoenda kuyaomba maombi haya wakati ulioamriwa, ninamwomba Bwana akutie nguvu. Bwana akutie nguvu. Mimi sijajua unasubiria jambo gani. Amkini kuna kitu unakisubiria na unatamani kama Mungu afanye kesho, unatamani kama Mungu afanye leo. Wakati unasubiria Bwana afanye, ni maombi yangu kwa Bwana akutie nguvu. Akutie nguvu. Nguvu itakusaidia wewe kuweza kustahimili. Nguvu itakusaidia wewe kuweza kukabiliana na changamoto unayopitia, lakini nguvu inakuinulia imani. Inakuinulia imani kwanza, kwa kwani utaliona lile jambo ni dogo kuliko uwezo wa Mungu ndani ya maisha yako. Nataka tuende mbele za Bwana tukaombe. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu ujumbe wa wakati ulioamriwa umemlenga mtu, na kwa sababu ni mtu ambaye umemkusudia kumtia nguvu katika changamoto anayopitia. Ni mtu ambaye umekusudia kumtia nguvu katika mawazo anayopitia. Ni mtu ambaye umetamani umtie nguvu kupitia ujumbe huu, maana ulituma neno kumtia nguvu mtu na kumuinua na kumtoa katika maangamizi yake. Roho Mtakatifu, ninaomba kila anayepitia changamoto, kila anayepitia msongo wa mawazo, kila anayepitia maumivu, kila anayepitia hali ya kuugua, kila anayepitia fedheha, aibu iko mbele yake, Baba ninaomba umtie nguvu katika jina la Yesu. Maana anajua ni nguvu itakaweza kumtoa mahali hapo alipo. Ni nguvu ndio itakaweza kumuokoa katika kifungo alicho nacho. Ni nguvu ndio itakaweza kumsaidia atoke katika aibu ambayo adui ameitegesha mbele yake. Roho Bwana, ninaomba mtoto wako anayenisikia wakati huu, mtie nguvu katika jina la Yesu. Asifedheheke, asiaibike, asitahayarike. Mtie nguvu Jehova kwa
kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Achilia nguvu zako ndani yake, atembee kwenye ushindi katika jina la Yesu. Baba, asante kwa rehema na neema, kwa maana hata uliwasaidia wana wa Israeli ukawatia nguvu ili wapate utajiri. Ukasema, mtanikumbuka mimi Bwana Mungu wenu niliowatoa katika nchi ya Misri, hata nikawaleta katika nchi hii, nikawapa nguvu ya kupata utajiri. Mungu li haya, asante kwa maana unaenda kumpa nguvu mtoto wako ya kutoka kwenye dhiki. Unaenda kumpa nguvu mtoto wako ya kupata utajiri. Unaenda kumpa nguvu mtoto wako ya kutoka kwenye madeni. Unaenda kumtia nguvu za rohoni, unampata nguvu za mwilini katika kustahimili yote, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa ajili ya yule mtu mmoja uliyemkusudia katika ibada hii. Mungu li hai, ninaomba nguvu zako zimtegemeze wakati huu. Mahali aliposhindwa, umpe nguvu ya kustahimili tena, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Ikiwa ndani yako unasikia kwamba ujumbe huu umekutoa mahali fulani kukupeleka sehemu nyingine, unaona kabisa kama Mungu alikuwa anakuimarisha, basi unaweza ukashika sadaka yako njema kwa Bwana, ukaiachilia hiyo sadaka sasa, kuambatanisha na maombi haya, ukienda moja kwa moja kumsihi Mungu akutie nguvu katika kona ambao ungetamani Mungu akutie nguvu. Utaiachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.